Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Frateri Evans Michael Mgweno, Jimbo Katoliki la Morogoro. Nipo hapa kushirikishana nanyi mambo machache kuhusiana na Juma Kuu, Juma Takatifu ambalo tunalianza katika Dominika ya Matawi. Na katika Dominika hii ya Matawi tunaona mambo makuu mawili. La kwanza ni Kristo anayepokelewa kwa shangwe anapoingia Yerusalemu. Hosana, hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Lakini pia baada ya kupokelewa kwa shangwe hizo, Kristo anateswa, anasulubiwa, naye anakufa. Tunasikia simulizi hili katika mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa mara ya kwanza yanasomwa au kuimbwa katika Dominika hii ya Matawi. Na kwa namna ya pekee tunaachwa njia panda. Kristo ambaye anapokelewa kwa shangwe ndiye Kristo huyu ambaye anasulubiwa na kuteswa na watu hawa ambao wanampokea. Lakini fundisho kuu ambalo tunalipata katika Dominika ya Matawi ni kwamba upendo wa Mwenyezi Mungu ni mkuu kuliko uovu wa kibinadamu. Huenda Mwenyezi Mungu anadhihirisha upendo wake kwetu kwa namna mbalimbali, na upendo huo utadhihirika hata kama wapo watu ambao wanatunuia mabaya, wapo watu ambao hawataki wengine wafanikiwe katika maisha yao. Mungu alidhihirisha upendo huu kwa mwanae licha ya kuteswa, lakini ufufuko wake ndio ishara ya ushindi wa mateso na shida na dhiki ambazo mwanadamu anapitia. Hivyo tunaalikwa kuwa na tumaini kwa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, hasa sisi kama Wakristo wa Katoliki ambao tupo katika kanisa hili takatifu la mitume. Lakini pia katika juma hili takatifu zipo siku mbalimbali ambazo zinaunda juma hili takatifu, kuanzia Dominika ya Matawi, Jumatatu takatifu, Jumanne takatifu, Jumatano takatifu au kwa jina lingine maarufu Jumatano ya upelelezi. Lakini Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu na hatimaye Dominika ya Pasaka. Katika Alhamisi Kuu au karamu ya mwisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, yapo maadhimisho mbalimbali ambayo tunaadhimisha katika Alhamisi Kuu. Mojawapo ikiwa ni kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu. Katika karamu ya mwisho Kristo aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Lakini pia ukuhani wa Agano Jipya. Katika Alhamisi Kuu tunaona Kristo anaweka ukuhani katika Agano Jipya. Na katika Alhamisi Kuu katika makanisa yetu mbalimbali huwa tunaabudu Ekaristi Takatifu kama ishara ya kuenzi, kama ishara ya kusifu, kama ishara ya kuomba na kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Na huwa sakramenti hii takatifu inahamishwa baada ya kuabudu, kwa sababu Kristo sasa anaingia rasmi katika mateso. Kristo anaingia rasmi katika kifo chake. Kristo anakaribia kuteswa. Na tunaona baada ya karamu ya mwisho Yesu Kristo alienda kusali katika bustani ya Gethsemane kuonyesha tumaini lake lipo kwa Mwenyezi Mungu. Sisi kama Wakristo wa Katoliki daima tumtumainie Mwenyezi Mungu hata pale ambapo tunaona mbele yetu ni mbaya, pale ambapo tunaona tunapoelekea hatuoni mwanga. Kristo katika umungu wake, katika umwana wake alitambua hilo. Kristo daima alimtumainia Mwenyezi Mungu. Wapo wengi ambao wanakengeuka, wengi ambao wanakimbia kutafuta misaada mahali pengine pale wanapokuwa na shida mbalimbali, pale wanapokosa matumaini. Tuamini ya kwamba siku zote matumaini hayadanganyi endapo tu tutamwangalia Mwenyezi Mungu, endapo tutasadiki na kuamini katika yeye. Lakini pia Ijumaa Kuu ni siku rasmi ambao kwa namna ya pekee mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo anateswa, lakini pia Kristo anakufa. Katika mateso hayo tukumbuke ya kwamba hawa ambao walimpokea katika Dominika ya Matawi ndio wanaomhukumu Kristo afe. Hivyo anatufundisha kuishi katika unyenyekevu, tukimtumainia Mwenyezi Mungu. Unyenyekevu ukawe sehemu ya maisha yetu. Tukifuatiwa na Jumamosi Kuu, kesha la Pasaka, ambalo kwa namna ya pekee tunatarajia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapoadhimisha mafumbo haya tunakumbuka makuu ya Mwenyezi Mungu ambayo yalitendeka katika juma hili takatifu. Na ndio maana katika vitabu vya Kiyunani na Kirumi juma hili takatifu limeitwa hivi kwa sababu ya matendo makuu ambayo Mwenyezi Mungu aliyatenda katika siku hizi za mwisho za Kristo hapa ulimwenguni. Hivyo katika kesha la Pasaka tunapotumainia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaalikwa daima kutambua kwamba Kristo yupo katika maisha yetu. Kristo amekwisha fufuka na hajawahi kutuacha. Tunapokumbuka mafumbo matakatifu daima tuweze kuishi
na Kristo katika maisha yetu, na hatimaye Pasaka, yani ushindi wenyewe wa Kristo mfufuka. Kanisa zima linaunganika tukisifu na kutukuza na kumshukuru Kristo ambaye amefufuka kwa ajili yetu, si kwa ajili ya mtu mwingine. Maadhimisho haya yanapoadhimishwa yanapaswa kuadhimishwa kwa heshima, tukitambua ya kwamba idadi ya wahudumu na washiriki ni kwa ajili ya kunyanyua imani na kuwafanya Wakristo wa Katoliki waweze kudumu katika uaminifu. Na liturujia inatuelekeza ya kwamba sehemu ambazo zinapaswa kuimbwa basi ziweze kuimbwa, ili maadhimisho haya yaweze kuadhimishwa kwa heshima ile ile na watu waweze kutakatifuzwa, ili utukufu na ukuu wa Mwenyezi Mungu uweze kudhihirika katika maisha ya mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo.